Ingineko ni kwamba usiku wa leo tunaangazia suala ambalo limekuwa limefichika kwa muda mrefu. Tunawaletea sura za Wakenya waliotwaliwa hadi nchini Urusi na kutupwa kwenye mstari wa mbele wa vita ambavyo hawakuwahi kuchagua. Na kwa mara ya kwanza kabisa serikali kupitia Wizara ya Masuala ya Kigeni inakiri madai haya kwamba Wakenya wanashikiliwa nchini Urusi bila idhini yao. Mwanahabari wetu Vera Moraa na maelezo zaidi. Kwa miezi kadhaa mtandao haramu wa ulanguzi wa binadamu umekuwa ukiendelea nchini Kenya, ukiwalenga vijana walio katika hali ya kukata tamaa kwa kukosa ajira na kuwapeleka maelfu ya kilomita mbali na nyumbani kwenye mzozo wa vita dhidi ya Urusi na Ukraini. Baadhi ya vijana hao wakiwa na historia ya mafunzo ya kijeshi au polisi, sasa wameajiriwa kwa hila na kulazimishwa kupigana kwenye vita vya kigeni. KTN imefichua mtandao huo wa siri wa uajiri unaofanya kazi waziwazi jijini Nairobi na Mombasa, ambapo mawakala wa kivuli wamewalenga wanaume kadhaa wenye umri kati ya miaka 20 na 30, wakitoa ahadi za uongo na kuwapatia visa vya utalii za muda mfupi. Mikononi mwa KTN kuna hati za kusafiri zinazoonyesha jinsi vijana hawa wa Kenya walivyoingia Urusi. Muda wa visa hizo unaonyesha kuwa hakukuwa na nia ya kukaa kwa muda mrefu, lakini hadi sasa hawajarejea nyumbani. David Shitanda Kuloba mwenye umri wa miaka 22 alipewa visa ya kielektroniki ambayo ni halali, ila kuanzia Julai tarehe 8 hadi Septemba tarehe 5 mwaka 2025. Ruben Ndungu Wangare mwenye umri wa miaka 29 alipokea visa yake kuanzia Agosti tarehe 8 hadi Oktoba tarehe 6 mwaka 2025. Vilevile Samuel Maina Kariuki mwenye umri wa miaka 31, Jobi Koteno Orima mwenye umri wa miaka 24 na Tariq Ahmed Ismail mwenye umri wa miaka 25. Visa zao zilitolewa kuanzia Agosti tarehe 11 hadi Oktoba tarehe 9 mwaka 2025. KTN inaweza kudhibitisha kuwa hakuna hata mmoja kati ya watano hao aliyerejea hapa nchini. Kutoweka kwao kunazua maswali ya kutisha kuhusu asili na safari yao. Kupitia mahojiano na manusura, mengi yamefichuliwa. Vijana kutoka nchi za Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na Somalia wamepelekwa kwa njia ya siri hadi kwenye kambi za kijeshi karibu na mji wa Belgorod, eneo lililo karibu na mahali pa vita kati ya Urusi na Ukraine. Wanapoingia nchini Urusi, simu zao huchukuliwa, kadi za simu kufutwa na upotea kimya kimya, na kwa miezi kadhaa hawana mawasiliano yoyote wala wajulikani waliko. Waziri mwandamizi ambaye pia ni waziri wa masuala ya nchi za kigeni, Musalia Mudavadi, amethibitisha kuwa serikali iko katika mazungumzo na Moscow kuhakikisha Wakenya waliokwama kwenye mzozo huo wanarudishwa salama nyumbani. Amesema kuwa Kenya imekuwa ikishirikiana kwa njia za kidiplomasia na mamlaka za Urusi kuwarejesha walioko kwenye kambi za kijeshi. Mudavadi pia amefichua kuwa wengi walidanganywa na mawalaka waliokuwa wakijifanya waajiri, wakitumia taarifa za uongo za visa za utalii kuwavutia kwenye operesheni za kijeshi. Kwa sasa ni wangapi zaidi bado wako huko nje, wasioonekana, wasiosikika, na sasa ni washiriki wasiokuwa na hiari kwenye vita ambavyo si vyao. Vera Moraa, KTN. Na mtazamaji, tusalie katika suala hilo ambapo familia moja kutoka eneo bunge la Bahati